Karibu kwenye Back to Historia Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hasta Boy Amade hapa Tanzania. Karibu tuangazie vita ya Majimaji. Vita ya Majimaji ilianza mwaka 1905 na kuisha mwaka 1907 kusini mwa Tanganyika, na ilikuwa ni moja ya vita kubwa sana barani Afrika. Kinjekitile Ngwale ndiye mwanzilishi wa vita hiyo. Kinjekitile Ngwale anachukuliwa kama ishara ya upinzani dhidi ya utawala wa Wajerumani Tanganyika, ambapo sasa ni Tanzania. Kinjekitile Ngwale aliishi katika kijiji cha Ngarambe wilayani Rufiji mkoani Pwani, na alikuwa ni Matumbi huyu. Mzee huyu hodari na mganga maarufu sana katika ukanda huo wa Pwani enzi hizo, aliyekuwa na mifugo mbalimbali nyumbani kwake ikiwemo nyoka. Alisimama na kuwashawishi wa Matumbi kuingia katika vita ambayo aliita vita ya ushindi. Mzee huyu Kinjekitile Ngwale, yani kimeniitikia kwa lugha ya Kimatumbi, aliwarejesha wa Matumbi kutoka katika roho ya kukata tamaa na kuwa katika roho ya kijasiri sana. Inadaiwa alizama ndani ya mto Rufiji ndani ya siku 2 na kurejea na mizizi ya dawa hiyo ambayo ilikuwa inaaminiwa kwamba itageuza risasi kuwa maji. Mzee Kinjekitile Ngwale anafahamika sana kwa kuyaunganisha makabila mengi kadri ujumbe wake ulivyozidi kusambaa na kuweza kuwa mtu wa kwanza kuleta utaifa Tanganyika. Pia anajulikana kwa kuambia wananchi wake kwamba iwapo watatumia dawa hiyo risasi hazitowaingia. Anafahamika kwa kuwa mwanzilishi wa vita hiyo ya Majimaji. Vita hiyo ilianza Julai mwaka 1905. Mapigano ya mwisho yalifanyika katika mpaka wa Tunduru na Masasi katika kijiji cha Lumesule. Mwaka 1907, wakati vita hiyo ilokuwa kati ya Wajerumani na Waafrika waliochoshwa utawala wa Solbai ulokuwa ukiendelea, Waafrika walokuwa na muungano wa kusini hadi pwani ya Tanganyika walikuwa wakipiga mishale yao kwa Wajerumani huku wakitamka mashi. Neno mashi kwa lugha ya Kimatumbi ni tafsiri yake maji, kama walivyoelekezwa na kiongozi wao Kinjekitile Ngwale kwamba watakapokuwa wakipigana na Wajerumani watakapokuwa wakisema mash, basi risasi hizo hazitowapata, kitu ambacho kilikuwa sio cha ukweli. Aliwadanganya. Vita hiyo Waafrika walishindwa vibaya sana na wengi wao kuuawa kinyama. Kinjekitile Ngwale alisababisha vifo vya watu wengi baada ya kuwadanganya kuwa risasi zingegeuka maji. Inadaiwa kati ya watu 180,000 na watu 300,000 hivi walipoteza maisha yao katika vita hiyo, ikiwemo kuuawa na wengine kufa kwa njaa. Hapo ndipo historia inakuja kumtambua Kinjekitile Ngwale kama kiongozi wa vita aliyewadanganya watu kutoka kwamba dawa hiyo ingewasaidia, na dawa hiyo haikuwasaidia chochote, risasi hazikugeuka maji. Agosti 24 mwaka 1905, Kinjekitile Ngwale alinyongwa katika kijiji cha Muholo huko wilayani Rufiji. Tangu hapo wapiganaji wa Kiafrika walianza kupigana vita bila kiongozi wao hadi ilipofika Julai mwaka 1907. Kunyongwa kwa Kinjekitile Ngwale
kuleta chuki kubwa sana kati ya Waafrika na Wajerumani, ambapo Wamatumbi walianzisha vita na Wajerumani kila ambapo walipokuwa wakiwakuta. Hali hiyo ilishtukiwa, na hivyo Wajerumani waliamua Wamatumbi waachane kabisa na asili yao ya kutembea na mikongojo, kwani iligundulika kuwa mikongojo hiyo ndiyo ilikuwa ni kama silaha ya Wamatumbi kuwaua Wajerumani, na hivyo ikapigwa marufuku kutembea na mikongojo. Wamatumbi walizuiliwa. Wamatumbi wakaibua mbinu nyingine ambayo sasa ilikuwa ni ya maboga, waliokuwa wakiyalima kwa wingi sana. Maboga hayo yaligeuka kuwa silaha ya kuwaulia Wajerumani. Vita hiyo kwa Kimatumbi iliitwa Ngondo ya Mayawa, yani vita ya maboga. Staili hiyo ya ushambuliaji kutoka kwa Wamatumbi kuwaua Wajerumani ilishtukiwa, ambapo sasa Wajerumani walianzisha vita ya hatari. Walianza kutumia silaha za mitutu kupambana na Wamatumbi, pamoja na sheria za kuwafunga na kuwanyonga walokuwa wakikaidi. Hapo tena Matumbi akashindwa vita hiyo. Vita hii inadaiwa Matumbi hakuwahi kushinda. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kama bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea. Asante.